Kuna ndoto zingine zinakuja usiku na zinaacha maswali mengi kuliko majibu. Unaamka asubuhi, moyo unadunda, unajiuliza, kwa nini nimeota nina mtoto? Na kwa nini huyu mtoto ni wa kiume au wa kike? Na kabla hata hujaelewa, akili yako inaanza kukimbia. Je, ni ishara ya mimba? Na je, ni baraka? Au kuna kitu kinakuwa katika maisha yangu? Leo sitakupa majibu ya juu juu. Nitakuonyesha ukweli halisi, ule ambao wengi hawaufahamu. Na mwisho wa video hii utaanza kuona ndoto zako kwa mtazamo tofauti kabisa. Hebu tuanzie kwa ukweli mmoja ambao unaweza kukushangaza kidogo. Ndoto za watoto mara nyingi hazihusiani na watoto halisi. Ndiyo, sio kila ndoto ya mtoto inamaanisha utapata mtoto. Badala yake, mtoto katika ndoto ni ishara ya kitu kipya kinachozaliwa ndani ya maisha yako. Inaweza kuwa wazo jipya, mwanzo mpya, fursa mpya, au hata changamoto mpya. Ni kama vile unapopanda mbegu shambani kule ushago. Hiyo mbegu ni ndogo, lakini ndani yake kuna maisha makubwa yanakuja. Ndoto ya mtoto ni ile mbegu. Sasa tuanze na mtoto wa kiume. Ukiota umezaa mtoto wa kiume au unamshika mtoto wa kiume, hii mara nyingi inaashiria jambo moja kuu. Kitu kinakuja katika maisha yako ambacho kitahitaji nguvu zako. Sio mchezo. Ni kitu kitakachokutaka uwe imara, uwe na nidhamu, uwe tayari kupambana. Ni kama vile umeanzisha biashara mpya pale mjini. Mwanzo una furaha, lakini baadaye unaanza kuona kodi iko juu, wateja hawaji kama ulivyotarajia, na pressure inaanza. Hiyo ndiyo mtoto wa kiume. Na vile mtoto wa kiume anaweza kumaanisha mradi mkubwa unaokuja, kazi mpya yenye majukumu mazito, na vile changamoto ambayo itakujenga. Lakini hapa kuna ukweli ambao wengi hawapendi kusikia. Sio kila baraka inakuja kwa urahisi. Baadhi ya baraka zinakuja zikiwa zimevaa nguo ya shinda. Ni kama mazoezi ya gym. Unachoka, unaumia, lakini mwisho wake mwili wako unakuwa strong. Wakati mwingine ndoto hii inaweza kukuambia jiandae, kwa sababu kuna kitu kinakuja ambacho kitakujaribu, kitakuchosha, lakini kitakufanya uwe mtu tofauti kabisa. Na sasa tuzungumzie mtoto wa kike. Hii ndoto mara nyingi huleta hisia tofauti kabisa. Ni laini, ni tulivu, ni ya amani. Mtoto wa kike katika ndoto mara nyingi ni ishara ya baraka, amani, neema, mwanzo mzuri bila presha kubwa. Ukiona mtoto wa kike, inaweza kumaanisha kuna jambo njema linakuja kwa urahisi. Kuna uponyaji wa ndani unaanza, na vile kuna fursa inakaribia. Ni kama vile unapokea simu kutoka kwa mtu uliyekata tamaa naye, halafu anakueleza habari njema. Hakuna kustruggle, hakuna vita, ni neema tu imeingia. Ding! Mtoto wa kike pia anaweza kumaanisha
ubunifu wako unaanza kufunguka. Kama wewe ni mtu wa kuandika, kuongea, kutengeneza content na kadhalika, inaweza kuwa ishara kwamba kuna kitu kipya kinazaliwa ndani yako, na si kitu cha kupigania, ni kitu cha kuruhusu tu kitokee. Sasa sikiliza hii kwa makini. Mtoto wa kiume na mtoto wa kike hawana maana sawa, ni kama usiku na mchana. Mtoto wa kiume anamaanisha nguvu na majukumu na mapambano, ili hali mtoto wa kike anamaanisha neema, amani na vile vile baraka iliyo laini. Lakini hapa ndipo watu wengi hukosea. Wanafikiria mmoja ni bora kuliko nyingine. Ukweli ni huu: maisha yanahitaji vyote viwili. Kuna wakati wa kupambana na kuna wakati wa kupokea tu. Sasa swali kubwa ni hili: ndoto yako inakuambia nini wewe binafsi? Jiulize, kuna kitu kipya kinaanza katika maisha yangu? Niko katika hatua ya mabadiliko? Kuna jukumu jipya linaningoja? Au kuna baraka ninakaribia kuipokea? Kwa sababu ndoto haiji tu bure, inakuja kama ujumbe. Lakini shinda ni hii: watu wengi hawasikii, hawachambui, wanapuuza, na mwisho wake wanapoteza mwelekeo. Hebu nikwambie ukweli mchungu kidogo. Watu wengi wakipata ndoto kama hii, wanachofanya ni kuogopa, kukimbilia tafsiri za haraka, au kufikiria mambo yasiyo na msingi. Hiyo ni makosa. Ndoto si ya kuogopesha, ni ya kukuandaa. Kuna mtu mmoja aliniambia aliota ana mtoto wa kiume. Alifikiri ni kitu kimbaya, akaanza kuogopa. Lakini miezi michache baadaye akapata kazi mpya yenye mshahara mkubwa, lakini pressure ilikuwa kubwa sana. Na hapo ndipo hatimaye tulielewa, ile ndoto haikuwa laana, ilikuwa maandalizi. Sasa usibaki na taarifa tu, chukua hatua. Ukiota mtoto wa kiume, jiandae kisaikolojia. Kuwa tayari kufanya kazi, usikimbie majukumu. Ukiota mtoto wa kike, fungua moyo wako kupokea. Kubali mabadiliko mazuri, tumia vipaji vyako vyema. Mwisho wa siku, ndoto si tu picha za usiku, ni mazungumzo ya ndani kabisa ya maisha yako, na kama hutazisikiliza, utakosa ujumbe ambao ungeweza kubadilisha maisha yako kabisa. Kwa hivyo, wakati mwingine ukiota, usikurupuke. Simama, fikiria, uliza, hii ndoto inanifundisha nini? Naam, kama umejifunza kitu leo, andika kwenye comments, nimeelewa. Na kama umewahi kuota mtoto wa kiume au wa kike, nataka kusikia ndoto yako. Tena usisahau kulike, kusubscribe na kushare hii video na mtu ambaye anahitaji kuelewa ndoto zake.